Mtu wa Mungu, karibu sana kwenye darasa letu la sheria za ulimwengu wa roho ambalo limekuwa ni endelevu, na leo tena tunalo somo letu zuri na ni muhimu sana ufuatilie na twende pamoja ili tuweze kujifunza sheria ya uhalali kwenye maisha ya roho. Yote yanaongozwa na sheria. Sasa mojawapo ya sheria ambazo zinaongoza ulimwengu wa roho ni hii sheria ya uhalali. Sheria ya uhalali inatenda kazi vipi? Sheria ya uhalali inatenda kazi kutegemeana na maagano, matamko, mikataba ambayo mtu anaweza kuitamka au kuingia agano katika madhabahu za kiroho. Kwa hiyo unapotamka tamko au manuio unaweza kuyafanya, na wanaofanya hao ni watu wenye mamlaka katika maisha. Na sheria ya uhalali inafanya kazi vizuri zaidi kwa umbali wa vizazi, na inafanya ndani ya kizazi ya uzao. Kwa maana yake kwamba sheria ya uhalali inafanya kazi ndani ya uzao na uzao, kizazi kimoja kinachukua miaka 400. Yaani maana yake nini? Kwamba maisha ya mtu ili yakome yanachukua, kwa maana ya sheria hii ya uhalali inafanya kazi kwa umbali wa miaka kuanzia 100 hadi 400. Ndio inatenda kazi na expire au inahuishwa. Kwa hiyo sheria za ulimwengu wa roho sio kama sheria za mwili, kwamba kwenye ulimwengu wa mwili ni kwamba sheria zinaweza ikabadilishwa. Sheria zibadiliki. Sheria za roho ni kwamba na yale matamko unayoyafanya kwenye madhabahu yoyote, ukifanya tamko lolote kwenye madhabahu, aidha kwa ajili ya uzao wako au kwa ajili ya wewe mwenyewe, yale yanahesabika ni tabia, ni sheria. Na yale manuio, ukitamka jambo, ukanuia jambo, ukalisema juu ya uzao wako, hiyo inahesabika ni sheria. Ndio sheria hizi zinafanya kazi hivyo. Na kulingana na sheria hii ya uhalali kwenye ulimwengu wa roho, anayeonewa ndiye mtuhumiwa, au anayeibiwa kwenye ulimwengu wa roho ndiye mwizi. Anayedhulumiwa ndiyo ana kesi ya kujibu, tofauti na ulimwengu wa mwili kwamba anayeiba basi ndio mtuhumiwa. Kwenye ulimwengu wa mwili anayedhulumu huyo ndio ana kesi ya kujibu. Kwenye ulimwengu wa mwili anayeiba huyo ndio mhalifu. Lakini kwenye ulimwengu wa roho, kulingana na hii sheria ya uhalali, kwamba yule anayeiba si mtuhumiwa, yule anayeibiwa ndio mwenye ishu. Yaani kesi kwenye ulimwengu tofauti kabisa na ulimwengu wa mwili, kwamba anayeiba basi huyo ndio mtuhumiwa, huku anayeibiwa ndio mwenye tatizo kulingana na sheria hii ya ulimwengu wa roho. Kwa nini? Kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho ni kwamba chochote ukitembelea madhabahu yoyote ile madhabahu ya kiroho, aidha ya mganga wa kienyeji au ukaitembelea madhabahu ya kiroho, mahala popote mbele za Mungu, ukatamka jambo, ukaingia agano, ukatamka kwa agano linaloingiwa kwenye madhabahu hizi huwa zina hasa ni sadaka. Sadaka inaweza ikawa ni sadaka ya damu au sadaka yoyote ile. Unaweza ukaingia sadaka yoyote iwe ya namna yoyote. Kwa hiyo ukaingia agano, na hakuna sadaka bila tamko. Matamko mengi sana kwenye madhabahu huwa yanatamkwa na pande zote. Mnaingia mkataba aidha na Mungu au mnaingia mkataba na mwanadamu kwenye madhabahu ile na zile roho. Unaweza ukaingia mkataba na mizimu au miungu, unaingia mkataba. Kwa hiyo ndio hii sheria ya uhalali inafanya. Sasa
sheria ya uhalali hii hapa ndio inageuka kwamba shetani huwa hawezi kwenda mahala popote asipopata uhalali, kwa sababu anazijua sheria, anajua sheria kwamba anapokwenda lazima kwenda hali. Kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya 15 ule mstari wa 13 hadi 14 na kuendelea, tunaona kuhusu wana wa Israeli. Bwana akamwambia Ibrahimu, jua hakika ya kwamba wazao wako watakuwa wageni katika nchi isiyo yao, nao watawatumikisha, nao watawaonea kwa miaka 400. Ukiendelea pale tena unaona kwamba basi kukaa kwa wana wa Israeli huko Misri kulikuwa na miaka 430. Lakini pia tunaona pia kule Babeli wana wa Israeli hao tunaona kitabu cha Yeremia sura ya 25 na mstari wa 8 hadi 11 na kuendelea. Nitasoma yake. Na nchi hii yote itakuwa ukiwa, na mataifa haya watawatumikia Babeli. Unaona kitabu cha Danieli sura ya 9 pia unaona pia mstari wa 2. Mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu nilifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia nabii Yeremia kwa kutimiza miaka 70 ikiwa Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unaweza kuona kwamba tumesoma haya maandiko yanahusiana na maagano ambayo Waisraeli waliingia na Mungu. Lakini pia kwenye kitabu cha Yoshua ile sura ya 6 na mstari wa 26 anasema, na alaaniwe mbele ya Bwana mtu atakayeondoka na kujenga mji huu wa Yeriko. Yaani inazungumzia habari ya mji wa Yeriko kipindi kile unajengwa. Lakini kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 2 na mstari wa 19 na 22 anasema, lakini mji ni mzuri, lakini maji ni mabaya, nayo huzaa mapooza. Tumesoma haya ili tupate picha kabisa kwamba kwenye ulimwengu wa roho sheria za uhalali inavyotenda kazi, kwamba unaona kabisa kwamba kwenye ulimwengu wa roho wale kwa mfano habari ya wana wa Israeli walipokuwa Misri, unaona kwamba Mungu alisema na Ibrahimu wakati kwenye sura kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa 3 anasema, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa, na atakayekulani nitamlaani. Kwa hiyo ina maana Mungu alikuwa ameshampa ahadi ya Ibrahimu, akaweka agano na Mungu kwamba yeye atawabariki mataifa, na Mungu akasababisha njaa kule Misri, chakula kikapatikana Misri, akabidi aende kule, akaenda akasema uongo, akamwambia kwamba mfalme kwamba dada yake mke wake ni dada yake, na Mungu alipiga taifa la Misri. Kwa hiyo hakutekeleza lile ambalo Mungu alikuwa amemkusudia, akawabariki taifa la Misri. Na baadaye aliporudi Mungu akamtengenezea, akamwambia, akamuita Ibrahimu, akamwambia mletee sadaka, na alipotoa sadaka labda akapata usingizi, na baadaye akamtokea Mungu akamwambia sasa haya maneno, akamwambia Ibrahimu kwamba jua hakika kwamba wazao wako watakuwa wageni katika nchi isiyo yao, nao watatumikisha na wataonea kwa miaka 400. Unaona hapa tamko hili la makosa ya Ibrahimu na agano lake na Mungu alichoagana naye kuambia kwamba utakuwa baraka na mataifa yote kupitia wewe yatabarikiwa, hakutekeleza. Mungu anasema uzao wako utarudi kule, utakuwa watumwa kwa miaka 400. Kwa hiyo swala la Waisraeli kukaa miaka 400 utumwani Misri haikuwa kwa bahati mbaya, kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho hatuna bahati mbaya, hakuna kubahatisha. Swala la Waisraeli kukaa Misri si swala la Farao kwamba anawatesa, hapana. Sio swala kwamba labda Farao ni mbaya, hapana. Ni swala la vipimo vya sheria ya ulimwengu wa roho inayotenda kazi kutokana na matamko unayotamka mbele ya madhabahu ya Mungu. Kwa hiyo na maana unaona Waisraeli hapa wanateseka miaka 400. Miaka 400 wanapata shida, na mpaka ilipoisha, kwa sababu Biblia inasema, ukiendelea pale inasema, basi kukaa kwa wana wa Israeli huko Misri kulikuwa miaka 430. Unaona kumeongezeka miaka 30 ya ziada, lakini walikuwa wao Mungu alikuwa ameweka dula, ilikuwa imechorwa kwamba wakae miaka 400 waitumikie. Kwa hiyo kwenda kwao Waisraeli kwenda Misri ilikuwa ni kwenda kutumika, si swala la kwamba
hata kama walitumika na Mungu alikuwa ameshamwambia Ibrahimu, na Ibrahimu alipoambiwa na Mungu akafa, uzao wake ukaenda kukaa kule vizazi vinne, kila kizazi ni miaka 100. Kwa hiyo uzao wa Ibrahimu huu ulikuja kwenda kule ukakaa mpaka miaka 400. Ilipoisha miaka 400 uzao wake ile expire date ikafika, basi ndio wakatoka Misri. Si swala la mfalme wa Misri Farao kwamba ni mbaya la kuwatumikisha. Hapana, watu wengi wanamlaumu Farao, wanazungumza kwa habari ya Farao, wanadhani kwamba Farao ndio alikuwa kikwazo. No, swala sio kikwazo cha Farao na uwezo wa Farao kuwatumikisha wale. Swala ni kwamba ni sheria ya uhalali kulingana na tamko na agano ambalo Mungu aliagana na babu yao katika uzao wake Ibrahimu. Na tunaona pia kwenye Babeli kule kule, tunaona habari ya Danieli, ambayo Danieli anavisoma vitabu, anagundua kwamba miaka ya kuishi uhamishoni imefanya nini? Imekwisha. Kwa sababu nabii Yeremia alitabiri pia, alikuwa anaijua sheria hii, aliwaona, alisema kwamba hao ili taifa la Israeli wataenda ndani uhamishoni Babeli. Ilishasema Yeremia 25 mstari wa 8 na kuendelea. Amesema watakwenda katika utumwa Babeli, wataenda watatumikishwa, na baadaye watatoka kule. Na baada ya miaka mingi kupita, tunaona uzao wa Israeli wanatoka kwa mkono wa Danieli. Swala hapa sio Danieli kufanya maombi au kuvisoma vitabu. Swala hapa ni kwamba ile expire date ya sheria ya uhalali imetimia, maana walikuwa wasingeweza hata siku moja kutoka kabla ya miaka 70. Na hata kule Misri wasingeweza kutoka, hata ungefanyaje, utaomba, utaimba, utatoa sadaka, fanya ufanyavyo, hizi sheria hazipindishwi. Si kama sheria za mwili kwamba utahonga. Sheria za ulimwengu wa roho zimenyoka na zinasimamiwa kwa accurate, kwa lula na kwa vipimo sawia, kwamba hata ungenyanyua nani, Mungu anaheshimu na shetani anaheshimu hizi sheria, kwa sababu anazijua. Mungu anaijua, na mtunzi wa sheria hizi ni Mungu. Mungu ametunga hii sheria ya uhalali, kwamba unapotamka mbele ya madhabahu yoyote, iwe ya kiroho kwa mfano wa giza au kwa mganga wa kienyeji, ukatamka, ukakabidhi uzao wako, ukaukabidhi kwa mashetani, ukaukabidhi kwa mizimu, ujue wazi kwamba hata ukifa wewe, shetani ataendelea kuwepo na Mungu ataendelea kuwepo, na hizi sheria zitaendelea kusimamiwa. Tamko wewe ulishalitamka ukalala mauti, baada ya uzao wako, mjukuu wako, mwanao, kitukuu watawajibika. Hii siri watu wengi hawaijui. Wanaenda kwenye membari ya waganga wa kienyeji, wanatambua. Na Biblia imekataza kwenda kwa waganga, ushirikina hutakiwi. Biblia imekataza kwa sababu unapoenda ukajifunga pale, watu wengi wamefungwa na wamefunga maisha. Kama tunavyoona hapa, tunaona kwa mfano, ilichukua mamia ya miaka. Ibrahimu alishakufa muda mrefu, wakakaa miaka 400, uzao wake wanateseka kwa tamko, kwa kosa alilofanya Ibrahimu. Pake ilipofika ile, hakuna aliyeweza kuiondoa ile. Huiondoi. Sheria ya kiroho haipindishi, haihuhongi, hufanyi ujanja, wala haibadiliki mpaka expire. Kama ikiwa sheria ya kiroho imewekewa muda wa kuexpire, kuna mida mingine. Kwa mfano hii sheria, kwa mfano Yoshua alipoteka mji wa Yeriko, akatamka, akaulaani akaulaani ule mji, akatamka matamko, akasema kwamba na alaaniwe mbele za Bwana mtu atakayeondoka na kujenga mji wa Yeriko. Amemaliza kuteka mji wa Yeriko, alipomaliza basi akaondoka akaenda. Wameteseka watu wa Yeriko pale, akatokea mtu akaja akaujenga, wazali wake wa kwanza akafa, na wameendelea. Na ndio mpaka alipokuja, kwa sababu tamko hili la kipindi cha Yoshua hakutamka likawa na expire date, hakutamka likawa na muda wa kuisha. Kwa hiyo hili tamko liliendelea kukaa kwa sheria hii na kusimamiwa na hii sheria ya uhalali. Tamko hilo tamka Yoshua kule Yeriko ikaendelea kwa mpaka alipokuja mtumishi wa Mungu Elisha, wakamwambia hapa, huu mji kweli ni mzuri na maji haya yakuya ni mazuri, lakini watu wakinywa haya maji wanazaa mapooza. Maana yake walikuwa wakizaliwa, hata kama ni mbuzi, mimba zinatoka. Watu wakizaa labda wazaliwa kwanza wanakufa. Maana yake nini sasa? Kwa sababu ya tamko la mtumishi wa Mungu aliyetamka kwenye madhabahu mbele za Bwana, na ilibidi atokee mwingine, kwa sababu haikuwekwa expire date. Kwa nini wakati huu hii iliweza kutenguliwa na mtumishi wa Mungu mwingine, mtumishi wa Mungu Elisha, nabii Elisha? Ni kwa sababu hili tamko halikuwekwa expire date ya kuisha muda wake kama hili la kipindi
cha wana wa Israeli Misri, Mungu aliweka expired date kwamba miaka 400 mtatoka. Unajua wakati mwingine ikishaweka expired date muda wa kuisha, unaweza ukajiona labda nimeomba sana. Unajua hizi sheria kwa watu wengine kama muda wake umetamko liliweka hizo na babu yako, mjomba wako ameenda hata kwa waganga. Na watu wengi wameenda kwa waganga, ametamka vitu kwamba uzao wangu mjukuu wangu atakuwa hivi, na labda wengine wamekabidhi. Kuna watu wengine wameweka bondi uzao wao kwa waganga wa kienyeji, wametamka matamko kwa waganga wa kienyeji na wakafa. Babu yako au bibi yako au nani katamka na kafa na hana habari na alishasahau. Wengine wametamka tamko ambalo lina muda wa kuexpire na wengine halina muda wa kuexpire. Itaendelea kutesa uzao. Muombe muombavyo, muimbe muimbavyo, fanye unaloweza mpaka hiyo sheria itekeleza, ama ing'amuliwe kwa njia ya uongozi wa Roho Mtakatifu na ni kwa maombi. Nje ya hapo sheria hii inatenda kazi. Watu wengi hawajui sheria. Na unajua sheria kama nilivyosema kwamba kwenye ulimwengu wa roho anayeiba ndio mwizi. Yaani maana yake ndio mtuhumiwa. Yaani kwa lugha nyingine, anayeonewa ndiye anayestahili. Kwenye ulimwengu hakuna kubahatisha. Kwamba ukiona mtu anaonewa, hakuna, kwa sababu Mungu ni mwenye haki. Ukiona mtu anaonewa, ujue kwamba iwe ni jamii, iwe ni mtu binafsi, au ni ukoo, au ni familia, ujue sheria ya uhalali inatenda kazi kwamba anastahili kuonewa. Na ukijipendekeza kwenda kuamua kesi ya mtu ambaye kakosana na Mungu au katamka tamko, na wewe unaunganishwa, kwa sababu sheria zinafanya kazi hivyo kwamba kama wewe jipendekeze kwa mkuta mtu wanajua kuna wagonjwa, kuna watu wengine wagonjwa, mtu anaumwa ugonjwa, anaenda labda kwa mganga anajaribu kumtibu huyu mtu, inabidi yeye afe kwanza, kwa sababu ameenda kuamua kesi ambayo haiamuliwi. Ni kwa mfano, hata angejitokeza. Ndio maana Musa alijaribu mwanzoni, kabla ya muda wa miaka 400 haujafika, akajaribu kuamua Israeli, akaishia kukimbia. Kwa sababu gani? Kwa sababu muda ulikuwa hujafika. Ukishafika muda wa kuexpire date wa tamko, kama nina muda wa kuexpire, utajisema na kwamba mimi ni mwana maombi bora, utasisema kama mimi nina bahati. Kwenye ulimwengu wa roho hakuna bahati. Yaani hakuna bahati njema, bahati mbaya. Kwenye ulimwengu wa roho vitu vyote vinaenda kwa luri inayotakiwa, kwa sababu ya sheria hii ya uhalali. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho si swala la huruma. Hakuna huruma, hakuna kubebana. Ni kwamba sheria. Sasa ndio maana sheria ya uhalali imezingatiwa. Na ndio maana ni muhimu sana kuishi rohoni, kuyajua mambo ya sasa. Dunia leo ina matatizo, kwa sababu dunia leo watu wengi hawaishi rohoni, wanaishi mwilini. Huko kwenye mwili kuna kwa sababu kwenye mwili tofauti na ulimwengu wa roho. Anayeonea ndio mtuhumiwa. Kwa sababu anayeonea, anayeibiwa ndio mtuhumiwa. Anayeiba. Kwenye ulimwengu wa roho hapana. Ukiona mtu anaibiwa, anastahili kuibiwa. Kwa sababu Mungu kwenye ulimwengu wa roho ni ulimwengu ambao Mungu huyu ni Mungu mwenye haki. Na vyote ndio maana unaona haya matamko yote. Na hata kuzaliwa kwake Yesu. Kuzaliwa kwake Yesu. Chote unachokiona kilitamkwa na kimezingatiwa. Sasa watu wengi hawajui kwamba Shetani ni wa milele na Mungu ni wa milele. Shetani ataendelea kuwepo wakati wewe haupo. Wanadamu tunakuja na tunapita. Shetani utamwacha. Utatamka tamko wewe kwa uzao wako, na bado Shetani yeye ataendelea kusimamia, kwa sababu Shetani anaangalia sheria ya ulimwengu wa roho na ataitimiza kwa spidi kama iko upande wake, kama ana uhalali. Na Shetani huwa anafuata pale penye uhalali. Na ndio maana alienda kwa Ayubu, kabla ya kumshambulia Ayubu na kutesa uzao wake, ilibidi akaulize apate uhalali, na akapewa uhalali, na alipiga kazi kweli. Kwa sababu gani? Kwa sababu amepata uhalali. Shetani sehemu ambayo ana uhalali, wewe imba, wewe fanya unachokijua, hakuna, huwezi kuona. Ni muhimu sana kujua haya mambo kwamba sheria uhalali. Na utajuaje? Ni kukaa rohoni. Kujua kwa njia ya nini? Ya maombi. Watu wengi hawaombi. Na mimi sizungumzi maombi, maana maombi yako ya aina mbalimbali. Kwamba wanaomba maombi ya kichawi, maombi ya kidini. Na unazungumza kujua sheria ya uhalali. Watu wanateseka leo. Unateseka, unaumia kwa sababu ya sheria hii. Labda babu alishaenda akakuweka bondi. Na yaani Shetani alishamalizana na wewe, anadili na uzao wako watatu.
na wewe unaenda kule upande wake tena ukaenda ukajikomeka ukaongea ukaweka maneno ukajidhibiti mwenyewe. Wapo watu walishadhibitiwa tayari, hata ungefanyaje mpaka ile imalize muda wake, au itenguliwe na watu wanaojua mambo ya rohoni, wana macho ya kiroho, wanaishi katika maisha matakatifu. Kwa hiyo ni muhimu ukajua sheria ya ulimwengu wa roho na sheria ya uhalali, ili kusudi mambo kwenye ulimwengu wa roho, vitu unavyoviona vinaenda kinyume, usichukulie poa tu, wala usianze kujaji tu uliza Mungu, uliza kwamba hapa kuna nini, kwa sababu unawezekana na kama eneo lile unastahili hata ufanyie. Kwa hiyo Mungu akubariki sana mpendwa, usikose kutufuatilia ili kupata mafundisho zaidi na kushare kwa wengine kuweza kubarikiwa zaidi, na kama unabarikiwa na haya masomo. Asante sana. Lakini ukitaka kunipata kwenye peji yangu ni Facebook, Instagram pamoja na TikTok, ni jina ni Sako David, na Mungu akubariki sana.